Hello everyone, na tumai mko salama na mimi niko salama. Asante sana kwa wote ambao wanaendelea kusubscribe na kuwatch video zetu. Thank you. Leo nataka kufanya sehemu ya pili ya video ambao niliyofanya juu ya wale ambao wanatakiwa kuapply kazi kama wakimbizi ndani ya nchi kama ya Canada, Amerika, Australia na nchi zingine zote za ugaibuni. Nimeelewa ya kwamba kushindwa kuweza kushare screen yangu ilisababisha wengi wakashindwa kuelewa kile ambacho nilikuwa nakiongelea. Niliweza kupeana hiyo website ambao wale wote ambao ni wakimbizi wanaweza wakatumia kwa ajili ya kuweza kuapply kazi. Hiyo Talent Beyond Boundaries wanakutafutia kazi. Wakishapata kazi, inaweza ikawa ni Canada, inaweza ikawa ni Amerika, inaweza ikawa ni Australia. Wakishapata kazi, wanakuconnect na huyo ambaye anahitaji mfanyakazi ama employer. Alafu wewe unatoka sasa unafanyiwa mpango wa kusafiri kutoka kwenye nchi yako kwa ajili ya kwenda kufanya kazi huko, na unapewa kila karatasi muhimu ambao utakuwa unahitaji. Yaani wewe wanakurahisishia kila kitu. Hakuna gharama yoyote ambayo unahitajika kufanya, ama hakuna pesa yoyote ambayo unatakiwa kulipa. Nadhani utakuwa ulifuata part 1 ya video hiyo. Kwa wale ambao walielewa, basi uweze tu kuandika hapa chini kwa comment section ya kwamba nilielewa. Na kwa wale ambao hawajaelewa, nataka kuingia kiundani sasa niweze kushare screen yangu nikikuonesha website na jinsi ambao unatakiwa create account na kujaza kila kitu ambacho kinahitajika hapo. So ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe, na bado unaweza like video hii ikiwa ulipenda hiyo ya kwanza. Andamana nasi mpaka mwisho kusudi uweze kuelewa jinsi gani unaweza kufanya kujaza application yako kusudi Talent Beyond Boundaries waweze kukutafutia kazi ndani ya nchi ambao itakupea wewe urahisi wa kuweza kufanya kazi, na ukitaka kuwa raia wa nchi hiyo utaweza kuwa raia wa nchi hiyo. So naomba uandamane nasi mpaka mwisho kusudi uweze kuelewa kile unatakiwa kufanya kwa ajili ya kuweza kupata fursa ya kusafiri ndani ya nchi ya Canada kwa ajili ya kufanya kazi, ndani ya nchi ya Amerika, Australia, Europa na nchi zingine zote ambazo Talent Beyond Boundaries wanarahisisha watu kuweza kuingia, sababu wanatumika duniani pote. So acha niweze kushare screen yangu kusudi uweze kuona kile ambacho unatakiwa kufanya kwa ajili ya kuweza kuapply ama kuitisha kazi hii ama kujaza form hii. Yes, kama vile niliweza kuambia, hii ndio Talent Beyond Boundaries. Na kwa wale wote ambao watakuwa hawakuielewa, nadhani nitaipitia tena kwa haraka kidogo na nihakikisha kwamba kila mmoja amefanyikiwa kuweza kuielewa na kuona vile ambavyo inatumika, sababu haina vitu nyingi sana ambazo unatakiwa kufanya, ama hakuna chochote ambacho kinaweza kikawa kama usumbufu. Na ni vizuri pia wewe kwa muda wako unaweza ukaipitia mbele ya kuweza kusudi uielewe zaidi na uweze kufanya application yako. Sijui nitaita application ama uweze ukajaze zile ambazo unatakiwa kujaza na uweze kuona kile ambacho kitakachofuata. So nilikuwa nimeisoma kwenye video ya kwanza, naamini ulikuwa umenisikiza hata kama haukukuwa unaelewa, lakini nitarudia kwa haraka kidogo. Hapa anasema unlocking skilled migration for refugee.
na hapo wanasema talent beyond boundaries makes it possible for refugees to migrate for work with dignity and purpose. Unajua kumekuwa na hiyo naweza nikasema baria ama yani ukiwa na hizo document za refugee kuna vitu nyingi ambazo hauwezi ukafanya peke yako. Kwa hiyo talent beyond boundaries wamekuja kumaliza hiyo mipaka, yani niseme kuna mipaka fulani ama limitation ambazo unapata uko nazo. Sasa wao wanakuja kumaliza hizo mipaka. Hapa hapo wanasema what we do, sema connect employers with refugees. We match skilled refugees with companies in need of their skills. Employers gain valuable talent and displaced people have a chance to rebuild their careers and lives. Kwa hiyo ikiwa ulijipata uko kwenye field ambayo sio yako, hiyo ambayo ilikuwa career yako, kile ambacho wewe ulikuwa unafanya wakati ulikimbia kutoka kwenye nchi yako ni kama kikaanguka, yani ukawa hauwezi kurudi kufanya yale ambayo ulikuwa unafanya tena, ijapokuwa umesomea hayo ukapewa hadi cheti, lakini hauna uwezo wa kufanya yale ambao uliweza kusomea ndani ya nchi yako. Limitation inaweza ikawa ni document ambazo unazitumia hapo, hauna passport, hauna work permit ndani ya nchi hiyo. Maisha yako ambayo ilikuwa pengine mazuri kwenye nchi yako, toka utoke kwenye nchi yako, hali ikawa ni kama inarudi nyuma, yani matumaini ikawa ni kama inakatika. Ndio maana wanakuambia utarudia career yako na bado utatengeneza maisha yako, ama maisha yako itarudi kuwa sawa. Kama ulikuwa unaishi kushika pesa na pengine unaweza kawa hujawahi kuwa na maisha mazuri hata ukiwa kwenye nchi yako, watakusaidia wewe kuweza kuwa na maisha mazuri sasa, sababu unaenda kufanya kile ambacho roho yako inataka wewe uweze kufanya. Wanasema open immigration pathway. We work directly with governments to open skilled migration pathway for refugees that benefit individuals, family members, communities and their economy. So wao wanatumika na government ya nchi zote duniani. Unajua kuna zile nchi ambazo zina sifa ya kupokea wakimbizi sana sana, kama tunaweza tukapeana mfano ambazo zile nilitaja hapo mwanzo: Canada, America, Australia, Norway, nchi nyingi sana, hadi sehemu za UK. Wao wanakuambia wao ni talent beyond boundaries na wanatumika duniani pote. Yani nchi zote zile ambazo huwa zinapokea refugee, hautachunga mpango mzima wa UN kusudi uweze kufanyikiwa chini ya program hii, lakini wewe ni kufanya application yako, kujaza kila kinachohitajika kusudi uwe na urahisi wa wewe kuweza kuingia ndani ya nchi ambalo utakalopenda kuenda kufanya kazi mahali pale, na itakusaidia wewe kuweza kufanya kazi hapo ama kuweza kusafiri kwenda kwenye nchi hilo bila kusumbuliwa. Kama utaweza kuangalia hii sekta hapa, wanasema the skill of global refugee crisis demands that we look beyond the traditional responses like aid and humanitarian resettlement. Refugee are untapped wellspring of talent and skilled but lack of opportunities. Refugees are doctors, engineers, skilled trade workers. Skilled trade workers ni kama hao ambao walifanya electricity, hao ambao walifanya mechanic, hao ambao walifanya
unaweza kawa wewe ni plumber, unaweza kawa wewe ni carpenter, yani kazi nyingi sana za mkono. Ndio hizo trade works, software development and more. Yet many find themselves in a country where they don't have the right to work locally and are lack out of skilled migration systems. Wengi wanajipata, wengi ni madaktari, wengi ni maengineer, wengi wako na ujuzi mbalimbali, lakini mahali wanaishi ndani ya nchi ambazo wanapatikana, sababu tu wako na hiyo status ya refugee, hawana haki, hawana nafasi ya kufanya jambo lolote. Kwa hiyo Talent Beyond Boundaries ikasema hapana, lazima tukuje kumaliza hayo na tukuje kusaidia. UN inaweza kachukua muda mrefu kwa kuweza kusaidia ama kutoa watu ndani ya nchi ambao wanapatikana, kusudi wapeleke sehemu ambao wanaweza wakapewa nationality, wanaweza wakawa na uhuru ya kufanya kazi na wafanye chochote ambacho wanataka pia sehemu pale, sababu watu ni wengi kulingana na wao. Ndio maana Talent Beyond Boundaries kasema lazima iingilie kati kwa ajili ya kuweza kusaidia vitu kama hazo. Anasema we are transforming skilled migration systems for refugee by removing barriers, creating new opportunities and writing the story of displacement. Our vision is a world where displaced people can safely migrate for work, using their skills to rebuild their lives with dignity and purpose. Nadhani tupo wazi hapo kabisa. So hayo ndo Talent Beyond Boundaries. Wako na videos pia hapo ndani ambazo unaweza ukazifungua ukazisikiza. Ni vizuri uweze kuipitia kusudi uelewe mengi zaidi. Najua itakusaidia pakubwa. Itakusaidia pakubwa sana. So ipitie vizuri. Wanasema visa pathway. Sana nchi ambazo wanachukua kama vile nilikuwa naambia Australia, Canada, UK, AU, United States, hiyo ni America. So ikiwa unapendelea kuenda ndani ya hizi nchi tatu na saa zingine kesi yako imekwama, process yako haisongi, jaribu njia hii. Najua utanishukuru hapo baadaye. Mimi sijafanya video hii sababu nahitaji pesa yako. Sijafanya video hii sababu kuna kitu fulani navizia kutoka kwako. Lakini nafanya video hii kusudi iweze kukusaidia kutoka mahali upo na kwenda mahali ambapo utakuwa na uhuru wa kufanya kazi na ukaweza kutengeneza maisha yako. Ukaweza kusahau shida ambazo pengine uliwahi pitia. Nadhani tuko pamoja hadi hapo. Jaribu tu na utakuja kunishukuru baadaye. Hizi nchi zinakuhitaji. Unahitaji kuishi Canada? Opportunity ndio hii, mlango uko wazi juu yako. Unahitaji kuishi Australia? Mlango uko wazi. Unahitaji kuishi UK? Unahitaji kuishi EU? Unahitaji kuishi United States of America? Milango ziko wazi juu yako. Na opportunity ya kipekee ndio hii ambayo iko mbele yako hapa. Unaweza kawa umefanya kama ni kosi fulani mfupi tu, hata wakati ambao umekuwa ndani ya nchi ambao unaishi sahihi. Pengine hakuna lolote ambalo unaweza kawa ulisomea, lakini una ujuzi wa vitu fulani. Jaribu kutafuta mahali ambao unaweza kusoma hata kwa mwezi mmoja, kwa siku kidogo, na uweze kupata certificate ambao unaweza kawaonyesha. Na ukiona uko na ujuzi wa kutosha kwa ajili ya kufanya jambo fulani, jaribu kuangalia hata
mahali unaweza ukasaidika ndani ya nchi ambayo unapatikana na upate kitu fulani ama jambo lolote lile ambalo litakusaidia wewe kuweza kupata kama ni certificate ama cheti yoyote ambao itaonesha ya kwamba wewe una ujuzi wa kitu fulani ama umesomea kitu fulani, na itakuwa ya faida sana kwako. Nimesema achana na huku for employers, wewe kuja kwa for job seekers. Wewe ni kazi unatafuta. Click job seekers. Wanasema connecting skilled refugees with jobs internationally, sio locally but internationally. Nimekuonesha nchi hizo karibu 5 hapo ambao zinahitaji watu, na hizo ni nchi ambazo ziko na opportunities za kazi. Watu wanatoka sehemu mbalimbali wakienda ndani ya nchi hizo kwa ajili ya kutafuta kazi, kwa ajili ya kufanya kazi. Imagine watu wenye pesa zao. Hapa kuna mpaka wale ambao unapatana na wao kwa line ya kufanya kazi. Zile kazi ambao mnafanya kutengeneza pesa hapa. Unasikia ule jamaa ambaye mko na yeye ni dokta kwenye nchi yake pahali. Huyo jamaa mnafanya naye unasikia ni meya wa jiji ndani ya nchi fulani. Lakini anakujaga huko anapiga kazi zake alafu anarudi huko. Ni vizuri sana kuweza kutake opportunity wakati inajitokeza. Najua hii ni jambo ambalo wachache ndio walikuwa wanalijua na hawakupata pengine nafasi ya kuweza kukufikishia ama hawakutaka kuweza kuisambaza. Kuna wengi ambao watataka kufanya hii wakati wataona video hii. Ndio maana changamka kwa wakati ya wale ambao watakaofanya wa kwanza. Na unapopata video hii usiwe na roho mbaya. Kama wewe ni mpya kwenye channel hii, unakumbuka kusubscribe kwanza. Like video hii kwa kazi ambayo ninayoifanya kukufikishia habari hii. Pia usisahau mwenzako. Kumbuka yeye anaweza akabahatika mbele yako na akuwe pia msaada kwako wewe. We never know. Haujuagi, hauwezi jua bahati ya mtu. Usimdharau mwenzako ama usitaki upate peke yako. Share link hii na mtu mwingine aweze pia kusaidika. Kuna mtu anahitaji msaada hapo nje, lakini nani amfikishie kitu kama hii? Kwa hiyo unapopata video hii, tafadhali, kama mimi nimeifanya kwa bure, pia wewe jaribu kuisambaza kwa bure. Tumia mtu link. Share tu hiyo link na mtu, hata kama ni mmoja, kama ni watu wawili ama kikundi fulani ambao unajua watu wanaweza wakasaidika hapo ndani, jaribu kushare hiyo link. Anasema as a refugee, your unique skill and experience serve as a foundation for shaping the life you aspire to lead. We are here to support you every step of the way on this journey. Talent Beyond Boundaries wako hapo kwa ajili ya kusaidia ndani ya hatua hii. Hata ukikwama pahali, ujui ufanye nini, ujui kisi ya kufanya application hii, wao watakusaidia. Hapa chini wanasema, wanaonesha watu mbalimbali, alafu wanasema who can register. Nadhani nilipitia hii. Nataka nikuoneshe sasa ikiwa unaona kwenye screen yangu, sababu hiyo siku nimekuwa na shida kidogo na machine kiasi sikuweza kukuonesha screen yangu. Wanasema you are eligible to register on this talent catalog if you meet both of these criteria. You are a refugee, a stateless person, or in a situation where you are displaced from your home country and unable to return permanently because you believe that you would face danger or human rights violation here, violation there. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kwa hiyo haijamaanisha ya kwamba lazima wewe umekimbia vita tu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Haijamaanisha ya kwamba wewe umekimbia vita.
Yaani kama wewe ni mmoja kati ya refugee, ndio umekimbia vita, basi wewe ni candidate mzuri sana kwa hii mpango. Na ikiwa pia unaishi ndani ya nchi ambayo sio ya kwako, unahofia kurudi kwenye nchi yako, kuna story uko nayo ambayo unaweza kupeana kusema yenyewe kweli huyu jamaa alikimbia nchi yake. Sio vita imemtoa kwenye nchi yake, lakini shida ambayo alipitia, akirudi huko anaweza kauawa. Na mahali ambapo anaishi hana uwezo wa kufanya jambo lolote. Acha tumsaidie kuweza kuregain life yake. Sababu unajua wengi wakisikia refugee, wanajua tu ni ule ambaye alikimbia vita kutoka kwenye nchi yake. Hapana. Ndio maana lazima uweze kujua kwanza definition ya refugee. Refugee ni nani? Sio tu yule ambaye amekimbia vita, lakini mtu yoyote ambaye ako stateless. Mtu yoyote ambaye amekimbia nchi yake kwa sababu fulani. Mtu yoyote ambaye anahofia kurudi kwenye nchi yake sababu ya mawili matatu. Huyo ndio refugee. Na ikiwa wewe uko kwenye situation kama hiyo, ama moja ya zile ambazo nimezitaja hapo, basi fanya application yako ama ujaze vigezo hapa na itakusaidia. Kumbuka hii hakuna CV ambao unaenda kuandika. Hakuna cover letter ambao unaenda kuandika. Ni wewe tu kusema mimi ni fulani, sijui nimesoma kitu fulani, mimi ni mkimbizi. Basi, yani haina story nyingi sana ambao unatakiwa wewe kujaza ama kufanya. Nadhani tunaelewana vizuri. Ya pili wanasema you do not currently have another lasting solution to resolve your displacement, such as citizenship in another country where you can access human rights. Unajua, unaweza ukawa naishi ndani ya nchi fulani, na ndani ya nchi hiyo uchukuliwe kama mkimbizi. Kuna vitu ambazo hawezi ukawa nazo ukiwa na hiyo status ya ukimbizi. Unaweza ukaishi ndani ya nchi na hauna haki ya kufungua bank account. Hauna haki ya kutumika kama mwananchi. Hauna haki kwa vitu mbalimbali. Yani hauna haki. Wewe mwenyewe unakaa uko hapo, umekimbia kwenu na haujui uitwe nani. Hauna nchi ambao pia wewe unategemea kusema pia mimi ni raia wa nchi hii. Sasa Talent Beyond Boundaries inakuja kukusaidia kuweza kukupeleka mahali ambapo utakuwa na uhakika kuwa mwananchi wa nchi inayojiheshimu, na uweze kufanya kazi ukiwa na uhuru wote na haki yote kama mwananchi wa nchi hiyo. Hapa anasema I'm not sure if I'm eligible, should I still apply? Nadhani ili jambo nililipitia. Wewe ambaye haujui kama unaweza ka-apply, unaweza ukawa wewe sio mkimbizi, inaweza kawa hali yako hairuhusu wewe ku-apply, lakini jaribu ku-apply, inaweza ikakusaidia. Sababu kwa nini nasema hivyo? Jibu ambalo wanaandika hapa chini ndio linanipea mimi courage ya kukuambia hivyo. Wanasema if you are unsure of your eligibility, we encourage you to register. Nadhani mmenisoma vizuri. Wanasema if you are unsure of your eligibility, we encourage you to register. Regardless, if you are a good match for a job opportunity, our team will first contact an individual eligibility. Kwani nasoma nini?
Our team will first conduct an individual eligibility assessment with you. Questions about your eligibility, email us. So unaweza ukawa email ukiendelea kudoubt, lakini mimi nakushauri kuliko kuwa email wao, wewe register. Ukisha register, kazi ikitokea wao watakuongelesha. Ikiwa hauridhie, wewe utasema haukujua, na bado unaweza pata opportunity kwa njia hiyo na ukapitishwa, upate mwangaza, upate njia, upate mlango, ijapokuwa haukuwa unafikiri ya kwamba utafanyikiwa. So ukitaka kuregister unakuja sasa hapa chini nasema register now. Una click register now. Wanasema let's get started. To be considered for international employment opportunities, you first need to register on the talent catalog. Registration is free. Registration is free. Hakuna gharama yoyote ambayo unatakiwa wewe kulipa kwa kuregister chini ya mpango huu ama kwa kusaidika na hili jambo. Ukifikia kuridhia kila kitu ambacho kinahitajika na uweze kuitwa, hakuna shilingi yoyote ama dola yoyote wewe unatakiwa kulipa kusudi ufikie mahali ambapo unaenda ama ndoto yako. Wao watahakikisha kila kitu wamegharamika wao, na wewe utafika na uanze kufanya kazi, utengeneze pesa zako. Nadhani tuko pamoja. Hakuna chochote utakaloitishwa wewe. Kila kitu watagharamika na watahakikisha wamefanya wao. Jambo tu ambalo unaweza ukaitishwa pengine ni pesa ya ndege, na hiyo pesa ya nauli ya ndege hauitishwi mbele uweze kusafiri. Utasafiri, ukishafika mahali unaenda, umekaa mwaka mzima. Sasa ndio washakupea kazi, unaanza kufanya kazi, umekaa mwaka mzima, ndio sasa wanaanza kuambia unahitaji kuwa natoa kama ni $5, kama ni $10, kama ni $20 kwa mshahara wako kila mwezi, hadi pale utakapomaliza kulipa hiyo nauli ya ndege. Nadhani tuko pamoja. Lakini kila kitu ni bure, hakuna kile ambacho utaitishwa. Hiyo ni just in case. Kuna wale ambao wanaweza kuitisha hiyo, sababu kuna kampuni ambazo najua huwa zinafanya hivyo, lakini sio hawa, sababu hiyo ni jambo ambalo sina uhakika nalo hapa. Ndio nakwambia hiyo inaweza ikatokea, lakini hakuna chochote ambacho unatakiwa kufanya. Kila kitu hapa ni free ama bure. Disclaimers. Sema please provide as much detail as possible about your education and work experience. Hapa anasema TBB will use this information to identify relevant employment opportunities and may share your skilled profile with interested employers. Sema we will not share identifying details without your consent. Hakuna habari yako yoyote ambao itapelekwa kwa mtu yoyote ama kwa muajiri bila wewe kuweza kuwakubalia. Yaani ukishajaza na kuonesha nini ulisomea, uko na experience ya kazi gani, wao wanaangalia zile kampuni ambazo zinahitaji watu wenye ujuzi kama ule wako. Ikijua kampuni fulani inahitaji mtu mwenye ujuzi kama huu, inachukua makaratasi yako, wao wenyewe wanaenda wanaongea na yeye. Mbea huyu ni fulani, anaishi sehemu fulani, ana uwezo wa kufanya kazi hii ijapokuwa hali yake. Kwa hiyo kampuni haiwezi ikakataa, na wakati itakukubali wao watashughulika kwa vile utaweza kuingia ndani ya nchi hiyo. Disclaimer 2 wanasema by registering you consent to TBB using your data in according without our privacy policy. We may send you
or we may send you occasional emails with relevant information and resources. You can opt out of this email at any time. Wao wataanza kukutumia email za kukuambia zile opportunity ambazo zinajitokeza na hali ambao inaendelea. Ijapokuwa utapenda, watakuwa wanakutumia hizo email. Kama haupendi, utakataa na hawatakutumia hizo email. Na kukiwa jambo lolote, wao watakujulisha. Hapa chini wanasema we can help. Looking for help with setting up your TC profile? Check out our registration guide and tutorial on YouTube for detailed step-by-step instruction. Kwa hiyo wanakuongoza pia na gisi ya kuregister. Ukiklik hapa kwa register guide, unafunzwa gisi ya kuregister. Na hapa wanasema nini? Enrollment and participation in our program is completely free of charge. Hakuna tashilingi, hakuna dola, hakuna fra utaitishwa, ni bure. Lazima uelewe hiyo. Kwa hiyo hata ile ambayo nilikuwa na fikiri haliwezi likawa ukweli, litakuwa bure. What we do a talent beyond boundaries. So hizi ni vitu nyingi ambazo tunaweza tukapitia na wewe siku nyingine. Pengine nikifanya video nyingine kuhusu haya, tutaweza kusoma haya mambo na tutaelewa kila kitu gisi inaendelea. Lakini pia unaweza kaipitia. Hii ni juu ya kuweza kuapply. Na ukiwa na shida ya kuapply, bado tutarudi hapa tuangalie hizi vitu mimi na wewe, ukiwa unajaza kwako na kila kitu itakuwa sawa. So ukitaka kuregister, unatakiwa kwenda hapa kwa register. Ukiingia kwa register, watakuuliza hapa email address yako, email, username, create a password, confirm password. Huku I consent to being contacted by Talent Beyond Boundaries regarding my registration and employment opportunities. Unaiselect. Na kama hautaki wao wako na kuongelesha, unaachana nayo. Lakini sasa utaachana nayo aje na unataka ujue application yako ilikubaliwa, kazi unatafutiwa, kunaenda aje, ndio maana ni vizuri kuweza kuselect. Chini wanasema I consent to receive occasionally emails from from Talent Catalog partners regarding employment and vocation training opportunities for refugee and other displaced people. Ndio maana wanasema vizuri, refugee and other displaced people. So unatakiwa pia click hapo. Kwa hiyo ukifanya hivyo, uweze kuendelea na create application yako. Wanasema register. Ukishajaza hizo register, itakuonesha step ya kuendelea. Kwa leo nataka video hii niimalizie hapo, sababu tayari nimeshaenda muda mrefu. Na ikiwa hautaelewa, bado uweze kutuandikia kwenye comment section below. Tutaweza kukusaidia pale ambapo tunaweza. Lakini naamini nitafanya sehemu ya 3 ya video hii, ambayo itakuongoza gisi ya kuapply kila kitu mpaka mwisho, usiweze kukwama sehemu yoyote. Na tutaweza kupitia na wewe hizi guidance ambazo zimetolewa hapa, kusudi uweze kuelewa kila kitu na vile ambavyo unafaa create account yako. Ijapokuwa utakwama, lakini ukifanyikiwa kuendelea peke yako, itakuwa jambo la maana sana. Lakini nitahakikisha pia nimeweza kuexplain kila kitu, nikicreate pia account ambayo itakuwa mwanzo hadi mwisho, kusudi uweze kujua na kuona kila kitu vile kinafanyika. Hiyo ndio Talent Beyond Boundaries. Nadhani umeelewa kila kitu ambao unatakiwa kufanya kwenye website hii na gisi ya kujaza.
Na ikiwa bado utahitaji msaada zaidi ya hapo, nadhani tupo tayari kuweza kukuongoza pale ambapo utakuwa umekwama. Tuko tayari kuweza kufanya kazi hiyo. Na tuko na kikundi yetu ya WhatsApp ambao inaweza ikakusaidia ama kwa ajili ya kuweza kujibu baadhi ya maswali na kupata njia zingine zote zile ambazo zinaweza zikajitokeza. Fursa zote ambazo zinaweza zikajitokeza, sisi tuko tayari kuweza kukuonyesha. Tuko hapa kwa ajili ya kuona watu wanasaidika. Na kama wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe. Na kila Jumamosi ama Saturday kwa hii channel yako tupo live kwa ajili ya kuzungumzia fursa ambazo zinaweza kuwa zimejitokeza, kwa ajili ya kujibu baadhi ya maswali ambayo unaweza kawa nayo kwa ajili ya kuja ndani ya nchi kama ni ya Canada ama nyingine yoyote ile. Yaani swali yako yoyote ambayo inakusumbua kuhusu kuja kufanya kazi na mengine ndani ya nchi hizi, ikiwa ni swali ambalo tunaweza kujibu, tunaweza kulijibu hapo. Na fursa ikiwa mpya, bado tunaweza kusaidia. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe.